Kuna soma kitabu cha al-Imam Sheikh Al-Bayhani hafidhahu Allah ta'ala, alikuwa akisherehesha hadithi ya bai'a ya maswahaba, kiapo cha utiifu cha maswahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba walimpa mtume bai'a, kiapo cha utiifu, watamtii na kumsikiliza kwenye mambo mengi sana. Lakini pia mtume akawaambia, nami pia ninakupeni bai'a ya kwamba, au na mimi ninakuambieni mnipe kiapo cha utiifu kwamba wala tasriqu, kwamba hamtoenda kuiba, mkienda kwenu huko hamtoiba, wala taznu, wala hamtozini. Sasa Imam Sheikh Bayhani huyu mwenye hadithi 100 liislahi almujtama'i akasherehesha hicho kipengele hicho, akatoa mifano mikubwa sana. Miongoni mwa mifano aliyoitoa, anasema katika faida tu nzuri kwenye jambo la uzinifu, anasema katika watu ambao la haya lahum fi zina, watu wasiokuwa na haya kwenye uzinifu ni watoto wenye mali, watoto wa wenye mali, yani familia za watu wenye mali. Kisha akasema maneno ya mmoja katika maimam akisema, wala tujalisu aulada al-aghniyai fa inna lahum suwara kasuwaril adhara. Sikia maneno yake, anasema hivi: msikae na watoto wa matajiri, msikae nao, kwa sababu wao sura zao ni kama vile sura za mwanamke bikra. Wa innahum ashaddu nnasi ala fitnati nisa, na wao ni watu wana mitihani mikubwa sana kwenye fitna za wanawake. Ukilichunguza hili utaliona, kuonyesha ya kwamba mfano wake na utoa huko kwenye upande wa watu wenye mali, wanatasahuli sana kwenye mambo ya liwati, mambo ya uzinifu, wanatasahuli kweli kweli. Mwenye mali kwenda kuzini huko anakotaka anaweza, wala haogopi, kwa sababu anajua huyu mwanamke hawezi kumwambia wala nisfu kalima wala nusu ya neno, kwa sababu akimwambia tu yeye, familia zake, wajukuu zake wote watakuwa maskini na watakosa misaada yake. Kwa anafanya analotaka yeye, anazini tu, ataleta maradhi haya, atatoa maradhi haya, mwanamke atasubiri. Hata kama anaona message za mwanamume wake anazini, atasubiri, kwa sababu anajua huyu mwanaume ana mali, nikikatika hapa basi tena nitafeli. Ndoa ikaletwa kuondosha hayo yote.